Chum TV. Furaha kiganjani. Na tarajia kuanza mkutano wetu wa 19 wa Baraza la Wawakilishi tarehe 7 Mei 2025 siku ya Jumatano saa 3 kamili asubuhi kama kawaida. Katika mkutano huu mkutano ni mkutano unaohusiana na masuala ya budget kwa ujumla, lakini shughuli ambazo tumezipanga katika mkutano huo, kwanza kama kawaida shughuli ya maswala na majibu, ambapo ofisi ya Baraza la Wawakilishi imepokea na kuratibu maswala 311 kwa ajili ya mkutano huu. Shughuli nyingine itakuwa ni majadiliano ya bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Bajeti hizo ndo zitakuwa zinahusiana na hiyo mwaka huo. Shughuli ya tatu itakuwa na miswada ya sheria, ambayo miswada hii huenda sambamba na shughuli nzima ya upitishaji wa bajeti za serikali, na miswada yenyewe itakuwa mswada wa sheria ya fedha kwa jina la Finance Bill ya mwaka ya 2025-2026, na pia kutakuwa na mswada wa sheria ya matumizi ya mwaka 2025-2026. Aidha, katika miongoni mwa shughuli ambazo zitakuwa katika mkutano huu ni kuvunjwa kwa baraza la 10 la wawakilishi la Zanzibar, kwa sababu tayari imeshafikia miaka yake 5 kama maisha yake ya baraza yanavyotajwa katika katiba. Mengineyo kwa ruhusa ya mwenyewe Mheshimiwa Spika, kama yatakuwepo basi pia yanaweza yakajitokeza. Tuanze 2021 mwezi wa 11, 2020 mwezi wa 11 mpaka hivi leo, katika kila tunayopanga basi tunakwenda vizuri sambamba kwa mujibu wa kazi ambayo tunazipanga na utekelezaji wa kazi zenyewe. Lakini hii si baraza, si mikutano tu, hata zile kamati, kwa sababu kamati ni sehemu ya baraza. Hata ukisoma kanuni itakwambia nini kamati. Kamati ni sehemu ya baraza, na kamati ndizo zinazoibua kazi za mikutano ya baraza. Kwa hivyo ukiangalia kwa ujumla wake zimekwenda vizuri, kwa sababu hakuna hata moja iliyokwama. Zimekwenda vizuri tu. Lakini pia katika ule utendaji wa kufanikisha hizi shughuli zenyewe kama nilivyokuambia zimekwenda vizuri, na kasoro ndogo ndogo tu ambazo si za kusema kama labda zimetufanya tukwame, hazikuwa kitu kama hicho. Na niseme hata mfano kama hiyo swala la mfano kurusha kwa wananchi, pia tumeweza kuwafikia kiofisi, pamoja na baraza lenyewe lilikuwa linaonekana hakuna hata mara moja ambayo imepangwa kurushwa matangazo ya Baraza la Wawakilishi kakwama, isipokuwa labda kama kutakuwa kuna dharura za shughuli zile za kitaifa ambazo wenzetu wana communicate, na kwa unyeti wake basi tunawapa nafasi kama ni rais, makamo, kutokana na shughuli zenyewe kama baraza linaendelea, basi kwa hivyo inakwenda kule alafu linarudi huku, lakini yale tuliyokusudia kuyarusha kwa wananchi yanafikiwa. Maswali ambayo yamepangwa, shughuli zimepangwa, wajumbe kuparticipate kadiri ya wanavyoparticipate, basi inafanikiwa. Kwa hivyo kiujumla mpaka hapa tunamuomba Mwenyezi Mungu pia na huo mkutano ambao tumeupanga uende kama hii mingine ambayo tumepanga. Bahati nzuri mkutano ambao tunakwenda nao tunatarajia kufanya ni mkutano ambao pia katika miaka yote hiyo minne imewahi kufanyika, si kwamba labda ni kitu kipya. Kwa hivyo matarajio yatakuwa ni tunamuomba Mwenyezi Mungu tuende kama vile ambavyo tutakuwa tumepanga. Lakini chengine nyie pia mnaweza kusema nini labda matarajio yenu, na mlitarajia nini, labda mlipata kipi, na hizo kama kuna shortcomings kwa upande wenu na kwa upande wa jamii nyie mnawafikia zaidi, tunapokea hayo, kwa sababu mwanzo wa baraza hili au mwisho wa baraza hili ni mwanzo wa baraza jingine, ambayo kwa kweli kipindi ambacho tutakuwa tuna recess niseme ya kusubiri baraza jingine jipya la 11, basi
ni sehemu ya sisi kama ofisi kupokea yale maoni yenu na kutuambia hapa kuna hili, nyinyi mlifanya hivi lakini sisi tunaliona liko hivi. Kwa hivyo ni sehemu ya kujitengeneza. Lakini kiujumla na kiutendaji na bahati nzuri wale ambao tunawahudumia wametupa positive response. Wametupa positive, yani wametupa mrejesho mzuri wa kutuambia kama mpaka sasa hivi tumefanya vizuri. Mpaka sasa hivi tunakwenda vizuri. Kwa hivyo hiyo ndo tathmini ya ujumla kwenye hilo. Tunasubiri maoni wenu na lazima mtuambie hilo, tuko free, tunapokea. Na kuhusiana na mjumbe kutoka tangu baraza linaanza mpaka nini halikuwa hajachangia, hakuna. Wanatofautiana tu, nani kachangia sana, nani hajachangia sana. Unaona? Lakini hakuna, kwa sababu kuchangia kuna mambo mengi. Kuchangia kuna kuuliza maswali, kuna wanasema ya msingi, alafu na kuna ya nyongeza, kuna kuchangia zile hotuba, kuchangia kuzungumza, whatever, hoja. Kwa hivyo hakuna ambaye hajazungumza, bahati nzuri. Wote tangu tumeanza, lakini sasa ile tathmini ya kwamba nani kachangia kiasi gani, hii ni iko mbali. Na tunakuwa tuna record. Mkisikia Hansard manake ni record ya kila kinachofanywa. Na nitakuja kwa ili swala la nani? Nani? Jesse, nilisahau kuandika hapa na samahani kwenye hilo. Jesse, tuna hii Hansard. Tuna kila mkutano, kila kinachofanywa katika baraza, katika ule mkutano, kunakuwa kuna Hansard record ya kila kinachoendelea. Paka mjumbe akicheka, baraza likipiga makofi, likifanya vipi linaandika. Kwa hivyo kila aliyekuwa anachangia atakuwa yupo katika record. Kwa hivyo sisi tunayo record ya kutoka mwanzo mpaka mwisho kwa kila mkutano, kwa kila siku. Kwa kila mkutano, kwa kila siku. Na bahati nzuri tuna upande mwingine watu wa TV pia wanazo hizi. Ushaona? Lakini sisi wenyewe tunayo Hansard ambayo inamsema tarehe fulani, siku fulani alichangia huyu na huyu na huyu. Tukizikusanya na kucompile, kuchambua, tunapata huyu kachangia siku ngapi, kiasi gani, kachangia nini, kitu gani, hizo tunazo.